Kwanza nishukuru kwa nafasi hii, lakini pia nichukue kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha sisi kuwa hapa mchana wa leo. Lakini pia niwashukuru viongozi wa chama cha soka cha mkoa wa Shinyanga, lakini pia nishukuru serikali ya mkoa wa Shinyanga pamoja na serikali ya wilaya ya Kahama kwa kuweza kutuomba na kuweza kutukaribisha kuja kufanya mkutano mkuu mkoa wa Shinyanga. Sisi tumekuwa na kawaida ya kuzunguka kufanya mikutano mikuu. Nasikia leo tuko Kilimanjaro, tuko Arusha, tumefanya Dar es Salaam, tumefanya Mwanza, Tanga, tulifanya Dodoma. Kwa hiyo tunazunguka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo safari hii imekuwa ni nafasi ya Shinyanga, na tunapokuwa kwenye mambo kama haya tunakuwa kwenye kuja kuhamasisha, lakini pia kuja kutoa labda ujumbe fulani, lakini pia na ili tukiondoka kuwe na impact ambayo imebaki. Kwanza tumekuja Shinyanga kwa sababu ni muda sio mrefu tu Shinyanga walikuwa na mivutano, wamekaa pamoja wakakubaliana ili mivutano imekwisha, na walikuwa wanatushirikisha, na nimshukuru mjumbe wangu wa kamati ya utendaji ambaye katika hilo yeye alibeba nafasi kubwa zaidi ya kuweza kusuluhisha, lakini na mwenyekiti naye alitoa baraka zake likafanyika, lakini pia na tunashukuru support ya serikali ikaweza kuhakikisha ule mgogoro umeisha. Sisi mnaona pia tunakuwa wenyeji wa mambo mbalimbali ya FIFA au CAF. Ni kwa sababu kuna amani, hawajasikia migogoro, na kuna mambo ambayo wameona yanafanyika ambayo yanataka nao kuwe na recognition yao kwamba waweze kutambua ili watu waweze kwenda mbele zaidi kuliko pale ilipokuwa. Kwa hiyo na sisi pia tumekuja hapa Shinyanga kutambua kwamba kuna amani na kutambua kwamba sasa hivi kuna viongozi kwa pamoja, viongozi wa mpira pamoja na viongozi wa serikali ambao wapo tayari kusimamia mchezo wa mpira wa miguu uweze kuendelea kuliko kuvutana. Mawazo yao na sisi ya kwetu tayari tunaenda mbele. Inawezekana baada ya sisi kuondoka basi kukawa na kitu kama hicho. Niwaambie wananchi wa Shinyanga, sisi tumekuja hapa kwa support ili kuonyesha nguvu ya mpira. Nguvu ya mpira ni kila kitu kwenye uchumi, afya na furaha hiyo kama ambavyo tunaitaka, lakini pia mahusiano, kujenga urafiki, undugu, kufahamiana. Kwa hiyo tumekuja Shinyanga hapa kama sehemu ya Tanzania, na sisi ni Tanzania Football Federation, shirikisho la mpira Tanzania. Kwa hiyo wao wategemee kwamba sisi baada ya kuondoka hapa kuna mambo ambayo tutaacha hapa, lakini sio kwamba tumekuja na kuondoka. Tutakuwa tunarudi hapa kwa sababu tumehakikishiwa kwamba tutakuwa na mipango ambayo itaendana pamoja na maono yetu au vision yetu sisi kama shirikisho, na itakuwa ni jambo jema. Na pia hapo kama tutakuwa na kituo kama hicho, kitasaidia timu zetu kama vile stendi. Badala ya stendi sasa kununua wachezaji, itakuwa inapata kutoka sehemu yake hapo, lakini pia si ajabu ndio itakayokuwa inauza sehemu nyingine. Lakini pia itasaidia vijana wengi wa kanda ya Ziwa ambao wengi wao tunawapeleka Tanga kule, wanaweza wakabaki wakawa maeneo haya kuliko kuwapeleka mbali kule. Na mnapokuwa na kituo hicho, msifikirie tu ni kwenda kucheza mpira nini, lakini wale watoto wana maisha baada ya mpira, wanasoma. Kwa lazima tuangalie, je, kuna shule ambayo iko karibu inaweza wakapata elimu au nini? Lakini je, tumemtoa mtoto Musoma akija hapa, serikali ya Shinyanga itamwadmit kwenye shule zake hapa ili aweze kucheza mpira na kuweza kusoma, kama ambavyo halmashauri ya jiji la Tanga imeweza kukubali watoto wanasoma kwenye shule zao kule. Kwa hiyo kuna vitu vingi kama hivyo tukikubaliana nao tayari, na maana
itakuwa, na ndio maana tumekuja. Tumezungumza kwamba tunazunguka, tulikuwa tunafanya mashindano ya FA mbalimbali na uwanja wa Kambarage. Mara ya mwisho umechezea tu mechi sijui ya robo finali, hujarudi. Lakini leo niliongea wakati niko na mkuu wa mkoa, tuko naye kwamba tunataka tuangalie uwanja huu ambao uko hapa, unaweza marekebisho gani yafanyike ili ikiwezekana tulete michezo kama hiyo. Lakini ndo tunarudi tena kwa hali ilivyo. Je, kweli hapa tunaweza tukaleta mashindano ya FA finali? Kwa hiyo hali ya huo uwanja ilivyo, kwa hivi ilivyo, basi upendi mpira wewe na huipendi Shinyanga. Hapa nikuambia uzunguke hivi, uwanja uzunguke huo, ukitoka hapo kama hujagongwa na nyoka bahati. Majani yamejaa. Hataki kuongea mambo mengine. Uwanja huu tunatakiwa vikaguliwe. Lakini unaweza kukuta kabla ligi haijaanza kiwanja kiko vizuri kabisa. Baada ya ligi kuanza watu wanasahau, wanavunja fence. Ina maana uwanja ukiwa hauna fence, anayeshughulika na security atasema uwanja si recommend uchezewe. Lakini unakuta kwa mfano juzi uwanja wa Hassan Mwinyi uliondolewa fence, pitch unaiona kwa macho nzuri, lakini pembeni huko kuna mifereji ya maji machafu ambayo watu wa afya nao wamekataa, wamesema hapa hawezi kuruhusiwa kucheza. Na ina maana mpaka kukagua hapo, usije bure aliyokuja amekagua pitch. Lakini hata hiyo pitch hapo sasa hivi katibu hapo kauliza, kuna ligi inachezwa hapa. Mjumbe wangu akamwambia, katibu, hebu tuje kilichotuleta hapa. Kwa hiyo nyinyi wenyewe angalieni viwanja ambavyo vinachezea ligi au kucheza uwanja finali ya Amani, mazingira yaliyoko Amani na hapa. Kwa hiyo mimi nadhani tuambiane kwamba kuna kazi ya kufanya. Uwanja wa Kambarage the best pitch nilikuta miaka 8 iliyopita, na nilipost mpaka kwenye social media kwamba nikawapongeza uwanja, lakini sasa hivi wameuacha, haushughulikiwi kama ambavyo inatakiwa. Lakini pia baadaye nataka tuangalie angalau dressing room, tutoe maelezo vyumba vile vinastahili, je, vinahitajika vifanywe marekebisho gani? Na hata kupofanyika hayo, uwanja ukiwa katika hali nzuri, nani asiyependa tuje Shinyanga hapa? Kama tumeleta mkutano mkuu, tushindwe kuleta FA. Lakini nyinyi wenyewe ulizaneni, kuna stahili kuja kucheza finali ya FA. Sasa hivi Tanzania ligi yetu 506 kwa ubora Afrika. Kila mtu anatamani kuona Tanzania, lakini pia duniani tumepanda viwango vya 52 sasa hivi. Hiyo ligi ambayo atafikiwa kuja kucheza, lakini sisi tunakuja tuicheze hapa. In fact hii hata ingekuwa championship inaonyeshwa Azam, maana mmoja wapo mwingine pia anayekataa kwamba mimi siwezi kuonyesha picha zangu kwenye uwanja ambao haustahili, litaonekana product yangu sio nzuri. Ni Azam anataka naye kiwanja kiwe green, manyasi hapo sawa sawa. Kwa hiyo kukagua na kutoa kibali kwamba uwanja uchezee, halafu tuseme kwa sababu tumetoa kibali nyinyi muharibu, sisi tusije kuufungia. Kama itaufungia alafu bahati mbaya wananitumia message mimi sina mamlaka.